Ripoti yetu ya leo inaeleza ni kwa nini nguvu ya Marekani inaelekea ukingoni. Miongo mitatu baada ya operesheni ya Desert Storm, mtazamo ndani ya duru za kimkakati za Marekani ni kwamba zama za nguvu na utawala usiokuwa na mpinzani wa Washington zimefikia ukingoni. Vita na Iran vimethibitisha kuwa mwenendo wa mabadiliko katika uwiano wa nguvu na kupungua kwa uwezo wa Marekani na kuzuia vitisho, deterrence credibility ndani ya mfumo wa dunia umeanza kushuka kasi. Vita vya Iran vimedhihirisha kwamba sasa Marekani inaishiwa na nguvu tofauti na miongo kadhaa iliyopita. Marekani ilikuwa na nguvu kubwa katika ulimwengu kwa kipindi kirefu, lakini nguvu yao sasa inaonekana kuathiriwa na vita vya Iran. Nguvu ya Marekani inaelekea ukingoni. Rais wa Marekani anakuja na taarifa mbalimbali huku akitaka kuanzisha mashambulizi makubwa, lakini wakati huo huo akibadilisha msimamo wake na kuacha kufanya mashambulizi kutokana na namna ambavyo anatazama mashambulizi ya wa Iran na jinsi ambavyo vita vya siku 40 lakini vita vya wiki mbili zilizopita na namna ambavyo Iran imekuwa ikijibu mashambulizi ya Marekani. Rais wa Marekani pamoja na Wamarekani na maafisa wanatazama wakati huu Iran imeamua tu kujibu vipi kama itaamua kuingia kikamilifu katika uwanja wa vita. Nguvu huwa na taathira kubwa zaidi pale panapokosekana haja ya kutumika nguvu yenyewe. Kwa miaka mingi hali hii iliakisi nafasi ya Marekani katika mfumo wa dunia na baada ya vita baridi. Ushindi wa haraka wa Marekani katika vita vya Ghuba ya Uajemi ya mwaka 1991 uliimarisha mtazamo wa kimataifa kwamba Washington inaweza kuutwisha upande wowote hasimu matakwa yake ya kisiasa na kijeshi kwa gharama ndogo. Hata hivyo, miongo mitatu baadaye, swali la iwapo zama hizi zimefikia mwisho limeibuliwa hata ndani ya duru za kimkakati zenye hadhi ya juu zaidi nchini Marekani. Katika uchambuzi unaochochea fikra, jarida la Marekani la Foreign Affairs linaelezea hatua za Marekani kuishambulia Iraq kama nukta muhimu ya mabadiliko katika mwelekeo wa uwiano wa mabadiliko ya nguvu katika ulimwengu. Kwa mtazamo wa jarida hilo, mabadiliko haya yanaakisi mabadiliko katika kanuni za vita na kupungua kwa ubabe wa kijeshi wa Marekani katika kipindi cha baada ya vita baridi. Si kushindwa kwa jeshi la Iraq ndiko kulikofanya operation ya Desert Storm ya mwaka 1991 kwa tukio la kihistoria, bali vita hivyo viliimarisha dhana 4 za kimsingi katika fikra za kiserikali, masoko na wadau wa kimataifa. Dhana ya kwanza ilikuwa kwamba Marekani ingeweza kuamua kirahisi matokeo ya kijeshi. Pili, ilikuwa ni nguvu ya juu zaidi katika makabiliano yoyote ya kijeshi. Na tatu, ingedhamini kirahisi usalama wa njia za kibiashara za kimataifa. Na 4, ilidai kwamba kukabiliana na ubabe wa Marekani ni jambo hatari ambalo lingeandamana na gharama zisizokuwa na dharura. Na mtazamo huu potofu uliimarisha mfumo wa kambi moja yenye nguvu duniani na kuitwisha jamii ya kimataifa utawala wa kibabe wa Marekani. Wajemi wameamua kwa dhati kabisa kuiangusha nguvu hii ya Wamarekani. Wapiganaji wa IRGC wameapa watapambana na Marekani hadi tone la mwisho na kwamba wataweza kuifilisi Marekani. Kwa sasa wao hali ya uchumi wao imeyumba na wanachokifikiria ni zaidi kupambana